Sasa ndugu zangu wane, bado tupo kwenye kipindi chetu cha chumba cha mahojiano. Kama kawaida nipo na Mrs. Presida. Sasa bila kupoteza muda, hebu twende moja kwa moja live. Sasa Mrs. President, hivi umepata salamu kutoka ICC? Tunataka tufahamu tujue. Nimepata salamu. Okay, sasa kama umepata, hiyo ni good news. Vizuri. Wanasemaje sasa? Tunataka tufahamu pia. Wanasema tutakubali tukukana serikali ikiwa watafanya moja, watafanya mbili, watafanya tatu. Okay, sawa. Moja, mbili, tatu. Okay, sawa. Sasa Mrs. President, wamekuamrisha nini? Na wamekupa maelekezo gani? Tunataka pia tujue kuhusu hii. Serikali hii si ya kuamrishwa wala kupewa maelekezo. Upo sahihi Mrs. President, ni kweli kabisa. Hii serikali haihitaji kuamrishwa wala kupewa maelekezo. Sasa Mrs. President, nyinyi kama serikali mnatakaje sasa? Tuzungumze. Waje kwenye meza tuzungumze. Okay, sawa, nafikiri wameshasikia. Nafikiri tutaenda kuwaambia. Kwa hiyo sasa hujapata salamu zingine zozote kutoka sehemu nyingine yoyote? Na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu. Okay. Kwa hiyo sasa tunataka tujue hizo salamu zinasemaje sasa? Hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Sasa Mrs. President, kwa kweli hivyo walikosea. Ilitakiwa wajishushe. Sasa mbona kama wanakukaripia? Kama walisema hivyo kwa kweli wanakukaripia. Haikutakiwa. Maana wewe ni presidenti. Presida. Lakini sasa Mr. President, wende mbele turudi nyuma. Wanasema kwa ajili ya wananchi, sio viongozi. Wapi? Kama kwa ajili ya wananchi, wananchi walishasema, walishatoa maamuzi. Wananchi walishatoa maamuzi? Sasa walitoa maamuzi lini? Mimi mbona wakunishirikisha? Mbona mimi sikuwepo kwenye hicho kikao cha maamuzi? Lini walitoa maamuzi jamani? Mbona tushirikishane mambo mengine? Wananchi walitoa maamuzi gani sasa? Nataka nijue walitoa maamuzi gani? Asikukaripii Mrs. President. Nauliza tu, walitoa maamuzi gani sasa? Wameipa CCM 97%. Hayo ndio maamuzi.